kamati ya bunge ya miundombinu toka jana tumeanza ziara. Tumekuwa na wizara ya ujenzi, tumeshiriki kikao cha jana ambacho kilikuwa na eneo pana na taasisi ambazo tulizitembelea na kupata ripoti za kwao. Leo tumekuja kukamilisha kwa kuangalia yale ambayo tulielezwa. Tumekuja kwenye eneo la TBA kuangalia mradi mkubwa ambao umeanzishwa na serikali kupitia TBA kwa ajili ya kujenga nyumba za makazi ya watumishi wa serikali. Tunaipongeza serikali kwa juhudi kubwa ambayo imefanyika na tunawapongeza TBA kwa plani nzuri ambayo wameifanya ya kuandaa nyumba za makazi. Tumeanza leo kukagua eneo lile la kisasa. Maboresho ya nyumba ambazo zimejengwa zinavutia, ni nzuri. Tunawapongeza sana kwa kazi nzuri walioifanya. Tumekuja eneo hili la Nzuguni ambalo ni eneo kubwa, karibu ekari 630 zimetengwa kwa ajili ya makazi. Tumeona juhudi zilizoanzishwa kwa ajili ya makazi ya watumishi wale ambao wanaweza kuanzia ngazi ya chini. Wamejenga nyumba ambazo zinaendelea kuwa na watumishi, na watumishi wengi wanapenda kuishi kwenye maeneo haya. Sasa yapo ambayo tumeyabaini na tunaishauri serikali yafanyie kazi. La kwanza ni serikali kuiwezesha TBA waweze kuwa wanawapa ruzuku ya kutosha ili waweze kujenga nyumba nyingi ambazo mahitaji yake ni makubwa sana. Lakini la pili, kamati ya bunge ilishauri serikali kuhakikisha wanapata wabia wa kujenga miradi mbalimbali, kwa sababu uhitaji kwa nchi nzima kwa watumishi wetu bado mahitaji ni makubwa sana. Sasa tumeomba hili walifanyie haraka sana miradi ile ya PPP ambayo inaweza ikawasaidia kuwa na watu ambao wanapata wawekezaji wakashare pamoja, watumishi wakapata nyumba za kutosha. Lakini eneo la maji, tumepongeza juhudi ambazo zimefanywa na TBA. Wameanzisha mradi wa maji wao peke yao bila kutegemea mfumo wa DUWASA. Sasa lile jambo ni zuri, lakini bado mahitaji yake ni makubwa sana. Kwa hiyo tunaishauri TBA iendeleze mkakati wa kuchimba visima ambavyo vinaweza vikatatua kero ya maji kwenye maeneo haya. Ni sambamba na kuweka mifumo ya maji taka ambayo haitakuwa na usumbufu. Ikumbukwe kwamba tunapokuwa tunajenga lazima tuwe na plani ya muda mrefu, isije ikawa kama vile ambavyo tumeona kwenye baadhi ya miji mingi. Tatizo la maji linakuwa tabu sana kwenye maeneo. Sisi kwa mji wa Dodoma tunaanzisha mji mpya wa kiserikali ambao watumishi watatumia. Kwa hiyo lazima tuende na mifumo ya kisasa zaidi ili kuondoa tatizo. Na mwisho, tumeshauri kwenye eneo la nishati ya umeme. Kwenye nishati ya umeme ni vyema tusitegemee sana mfumo ambao unatokana na TANESCO. Wao kama shirika wana nafasi kabisa ya kuandaa mfumo wa kuandaa umeme wa solar power ambayo inaweza ikasaidia pale ambapo tumekosa ule umeme ambao ni wa TANESCO, wateja wao wakawa wanaendelea katika mfumo ambao uko sawa na watu wakaendelea kupata huduma. Tumepokea maoni ya wajumbe wa kamati ya kudumu ya miundombinu ambayo sisi kama wakala tumeyapokea na tutaona namna ya kuendelea kuboresha kadri tunavyoendelea kutekeleza mradi huu. Lakini kwa sasa tayari wakala umejipanga vyema kuhakikisha hizi nyumba zote 3500 zinaendelezwa kwa kushirikiana na sekta binafsi. Eneo hili ni moja kati ya eneo ambalo tayari limekwisha kutangazwa na tayari tumeshaanza kupokea proposal mbalimbali kutoka katika private sector kwa wale wa ndani ya nchi, lakini pia kuna watu wengine kutoka nje ya Tanzania ambao pia wamewasilisha maombi ya kushirikiana na wakala kuendeleza eneo hili. Kwa hiyo tunaamini nyumba zote hizi 3500 zitakamilika, lakini ili kuhakikisha maeneo haya yanakuwa na makazi vyema, kuna huduma nyingine mbalimbali ambazo zinapatikana katika eneo hili. Tumeona tuna eneo la shule ya awali kwa maana ya nasari, tuna shule ya primary zitakuwepo 2 katika eneo hili, lakini tuna maeneo ya commercial kwa maana ya kibiashara
lakini pia tuna vyuo vya saizi ya kati kwa maana college. Hizi huduma zote zitakuwa zinapatikana kwenye mji huu wa nyumba 3500 ambao tayari wakala unaendelea kutekeleza. Nichukue fursa hii pia kuishukuru serikali hii ya awamu ya 6, maana tumeanza kutekeleza mradi huu mwaka 2021 kwenye mwezi wa 10 hivi, ambapo utekelezaji wa mradi huu wote mpaka sasa tunavyouona umetekelezwa kwa fedha za ruzuku kutoka serikali kuu. Kwa hiyo tunapenda kuchukua fursa hii kuishukuru kwanza Wizara ya Ujenzi kwa namna ambavyo imeendelea kuisimamia wakala hii kwa karibu kuhakikisha miradi hii inatekelezwa, lakini pia na fedha ambazo tumekuwa tukipokea kuhakikisha mradi huu unatekelezwa. Kwa sasa ili kwenda kwa kasi zaidi, tutashirikisha sekta binafsi ili kuhakikisha tunakamilisha mradi huu kwa wakati. Kama ambavyo tumetoa taarifa zetu, kwanza wakati wa utekelezaji wa zile nyumba 150 za awali, wakati tunafanya uchambuzi tulikuwa na zaidi ya maombi 1000 kutoka kwa watumishi wa umma waliokuwa wanahitaji nyumba, na wakati huo nyumba zilizokuwa zimekamilika ni nyumba 150 pekee. Lakini mpaka sasa meneja wa mkoa ana maombi zaidi ya 8000 ya uombaji wa nyumba kwa ajili ya watumishi pamoja na wananchi mbalimbali. Hawa wote bado hatujaweza kuwa accommodate. Kwa hiyo tunaamini utekelezaji wa mradi huu kwa kiasi kikubwa utakuwa ni sehemu ya utatuzi wa changamoto kubwa ya makazi ambayo tumekuwa nayo katika mkoa wetu wa Dodoma.